Kwa majina naitwa Pasco Sabuni Shija, ni mwanafunzi wa manunuzi na ugavi kutoka kampasi ya Mwanza. Lakini pia mimi ni miongoni mwa wanafunzi ambao tuko chini ya sehemu ya kitengo cha Career and Development Program. Ni mwanafunzi niliyenufaika kuwa mshindi wa kwanza wa kuwa na wazo langu la ubunifu. Na leo katika 88 hii ya 2026 nimekuja na hilo wazo langu la ubunifu. Niliona kuna changamoto kubwa sana kwa wakulima wa pamba, hasa mikoa ya kanda ya Ziwa ikiwa ni Mwanza, Shinyanga pamoja na Simiyu. Hapo awali walikuwa wakienda kupima mazao yao ya pamba kwenye vyama vya ushirika, walikuwa wanapoteza kilo zisizopungua 10 mpaka 20 kwa sababu ya changamoto kubwa ya mizani ilikuwa inayotumika pale sio mizani sahihi, na ilikuwa nafanya wakulima wale kuachana na shughuli ya kilimo cha pamba na kuendelea na shughuli zingine. Solution yangu kubwa ni kuwa na mzani ambao nitaunganisha na AI. Mzani wangu ni kwa ajili ya kutoa bei halisi ya kilo za pamba kwa kila mkulima anayopima. Kwa mfano, bei ya pamba imetangazwa leo ni shilingi 1200. Pale mkulima anapoenda kwenye chama cha ushirika kwenda kupima ile kilo moja ya pamba, atalipwa ile shilingi 1200 na pia atapata risiti na message kwa ajili ya kupata takwimu sahihi. Hata halmashauri haitakuwa na usumbufu wa kukusanya taarifa za wakulima wa pamba. Ni moja kwa moja halmashauri itakuwa imeshapata taarifa yake, kwa sababu mfumo wangu na uunganisha na seva kutoka halmashauri kuanzia ngazi ya wilaya mpaka mkoa na ikiwezekana taifa kwa ujumla. Hii inasaidia sana kwenda kuondoa ile kero ya wakulima ambao walikuwa wanaipata awali, au kero ya maafisa biashara walikuwa wakipigia simu watendaji wa kata na vijiji kuwaomba taarifa za ya pamba kila siku. Lakini katika mfumo wangu ni moja kwa moja taarifa itakuwa inakusanywa kule, na wao watendaji hawatakuwa na shughuli tena ya kwenda kwenye vituo kuzungukia, kwa sababu mtu anapoenda kwenye kituo badala ya kuandika 1000 anaweza kaandika 700, au badala ya kuandika moja akaandika 7. Hiyo inaleta tofauti kubwa sana. Kwa hiyo wazo langu linaenda kuondoa hizo changamoto, na pia mkulima atapata haki yake na ataona sasa ni wakati sahihi wa kuendeleza zao lake la kilimo cha pamba na kuongeza kipato kwa taifa, na vile vile halmashauri inaweza ikajitengenezea kipato jingine la ziada, kwa sababu tayari inakuwa inapata taarifa sahihi kwa kutoka kwa wakulima. Shukuru serikali ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania kupitia Wizara ya Fedha ilituwezesha wanafunzi kwenda nje ya nchi South Africa kwa ajili ya kupata mafunzo ya ubunifu mbalimbali na kurudi sasa tupo tayari kuendeleza majukumu ya kujenga taifa letu. Asante sana. Habari, karibuni katika banda letu. Kwa majina naitwa Daudi Maunji, mwanafunzi wa TIA campus ya Kigoma, na leo tupo hapa chini ya program ya CDP ambayo ni Career Development Program ambayo ipo kwa ajili ya kumuinua mwanafunzi kibiashara. Na leo tumekuja na siku ya 88 tumekuja na mfumo wa BizPawa, mfumo mahususi kwa ajili ya wafanyabiashara na wakulima wa Tanzania. Mfumo huu ni mfumo wa kidijitali wa kusimamia kuanzia mauzo, manunuzi na kurekodi taarifa zote za biashara kwa mkulima, wavuvi na wafugaji. Na kwa BizPawa ni mfumo sahihi kwa watu wa Tanzania, kwani unamrahisishia mkulima kuanzia anapoanza kufuatilia kutoka kwenye kuvuna mavuno yake shambani, anapoingiza kwenye ghala lake, ana uwezo wa kukata ule mzigo wake kwenye vipimo vya kilo, gunia, hata tani, na ambapo kwenye akija kurekodi kwenye mfumo wetu, mfumo unamruhusu kujua faida halisi ya kila gunia, faida halisi na ambayo inaweza kumsaidia kwenye kutoa. Changamoto iliyokuwepo mwanzo ni kwamba mifumo Tanzania inao wakulima na wafanyabiashara wadogo mpaka kati zaidi ya milioni 9, ambapo wafanyabiashara hao na wakulima hao wengi wao wanatumia karatasi na kalamu kurekodi taarifa zao, jambo ambalo linakuwa ni gumu sana kwenye kufuatilia taarifa za madeni, taarifa za faida na taarifa za mauzo. Na ndipo hapo unapokuja mfumo wetu, kwani mfumo huu unamwezesha mkulima kufuatilia popote alipo kwa simu janja. Mfumo unafanya kazi offline, ikimaanisha bila mtandao, jambo ambalo linamfanya mkulima aweze kufanya popote pale bila kujali taarifa na kuona taarifa sahihi za juu ya mauzo yake, jambo ambalo litaweza kumsaidia kwenye kujua faida halisi na kuweza kuplani mwaka mwingine wa mavuno, kwani unaweza ukamuonyesha faida halisi aliyopata, jambo ambalo likipata kupitia data zile inaweza ikampa taarifa kwamba aongeze kiasi gani katika nguvu zake zitakazo kumsaidia kwenye kufanya mavuno yake msimu ujao. Lakini pia kupitia mfumo wetu unaweza kuwa ni advantage kwa watu wengi, na tunashauri wengi kutumia, kwani unakuja na taarifa sahihi. Lakini pia mfumo huu unachangia katika sera ya serikali, ambako tunasema tunaenda kwenye uchumi digital, kwa maana unaenda kuwa integrated, nikimaanisha unaenda kuunganishwa na malipo ya kidigitali, kwamba kwa mteja wa mfanyabiashara huyu anayetumia mfumo sasa ataweza kulipa kupitia simu, jambo ambalo ni faida, kwani
muuzaji au mkulima anaweza kujua sasa miamala mingapi amepokea na miamala mingapi haijalipiwa, kwa sababu ndo sera inapoelekea ya mifumo digital, na huo ndo BizPawa. Kama tulivyosema, na huu wote umekuwa ni mchango kutokana na taasisi yetu ya uhasibu, kwa sababu imetambua fursa tulizonazo na imekuwa ikitukuza kwenye kiuchumi, na hivyo jambo ambalo linasaidia hata ambao vipaji kama hivi na vitu kama hivi kuonekana hata mbele za watu wote. Kwa hiyo tunashukuru sana taasisi ya uhasibu kwa kutujali, na chini ya program ya Career Development Program inayopatikana katika chuo hiki cha TIA. Elimu kwa ufanisi.